Mimi natoka jimbo la Meru. Niliwahi kuzungumza hapa bungeni wakati kamati yetu ikisoma migongano na Mheshimiwa Nape. Miongoni mwa maazimio tulizungumza wakati ule ni kwamba mambo haya utoaji wa maeneo ambayo hifadhi nataka kuyachukua lazima ufanyike ushirikishwaji. Nilipokuja kuondoka hapa mheshimiwa, mimi nilipata neema ya kuwa mkuu wa wilaya, nimekuwa mkuu wa wilaya 4. Kwa hiyo nikageuzwa kutoka kupigania wananchi kwenda kusimamia shughuli za serikali. Pale Bunda kuna kata inaitwa Nyatwali, imehamishwa kata nzima. Tangu mwaka 1996 walikuwa serikali imeshindwa kusogeza watu pale. Ilikuwa kila wakijaribu ni migogoro, imeshindikana. Jambo lile nimekuja kufanikiwa nikiwa mkuu wa wilaya na nilisimamia mwenyewe. Nini nilichofanya? Moja ya jambo nilifanya ni ushirikishwaji mheshimiwa. Mimi nilichukua timu ya watu kutoka serikalini, ofisi ya rais ya wapi, nikaomba kuandikiwa document ya kuongoza zoezi. Nilipopewa ile document nikawachukua. Nimekwenda kwenye chama, kamati ya siasa ya wilaya, tumefanya wasilisho. Tumekwenda kwenye halmashauri kuu ya kata, tumefanya wasilisho. Nimeenda nimeitisha mikutano kwa wananchi kwenye vijiji kule, tumefanya awareness ya kutosha. Walipokuja mawaziri 8 na wako hapa ndani, kina Mary Masanja, kina Mheshimiwa Silinde, kina nani wakati ule akiongozwa na waziri wa ardhi alikuwa mbunge wa Ilemela Mwanza. Alipokuja baada ya kwenda kwenye mkutano kwa wananchi, aliambia mheshimiwa, na sasa tumekuja kufanya nini? Mbona kazi imeisha hapa? Kwa sababu walifika wakakuta tayari wananchi washajiandikisha zaidi ya 100 kuomba wenyewe wafanyiwe uthamini, kwa sababu we engage them na tulihakikisha haki zao zinalindwa. Lakini kwa bahati mbaya nimeondoka Bunda, watu wamekubali kufanya zoezi. Leo naambiwa kuna mgogoro umeibuka pale Nyatwali, mpaka leo watu hawajalipwa hela zao kwenye eneo la Ito na Mjapani pale, hawajalipwa pesa. Unauliza kwa nini? Wakati mimi nikiwa DC nimekuta document kwenye ofisi pale ambayo imekwenda kwa wananchi kurudishia eneo la Mjapani baada ya Mjapani kuondoka, lakini mpaka leo hawajalipwa. Kwa nini? Why? Kwa nini tunataka wananchi wetu wenyewe? Mimi natoka Meru. Pale Meru Ngari na Nyuki, mheshimiwa mwenyekiti, na ile anaongea kwa uchungu mkubwa. 1951, 9 years before independence. Miaka 9 kabla ya uhuru, watu wa Meru walikaa kwenye vikao wakachanga fedha kwenye chungu. Haikuibiwa shilingi. Naomba mwenyekiti tafadhali, jambo ni muhimu sana hili. Wakamtuma aliyekuwa mbunge wetu wa kwanza hapa Jafet Kirilo Ayo Ngura, Marekani, New York. Wakati wa koloni wakati huo kwa ajili ya ardhi ya Meru. Nchi yetu imepata uhuru. Miaka mingi imekwenda mbele mpaka leo tunarudi tunakwenda tena kuhamisha wananchi wetu pale. Mheshimiwa mwenyekiti, ninazo document hapa, naomba mtu wako achukue kuletea mezani hapo. Naomba kuziregister. Leo kuna wananchi wanalipwa fidia, wanahamishwa kwenye eneo pale Ngari na Nyuki, kitongoji cha Nasula. Mtu analipwa shilingi 17,200, anaambiwa ahame kwenye eneo lake. Aende wapi? Mtu analipwa milioni 2 mwenyekiti, milioni 3, document ya here. Huyo mwenyekiti si umaskini kwenye nchi hii? Huyo mtu tunamwatanisha na familia yake, akitoka kaenda mjini akala hiyo milioni 3 ikaisha. Si familia imefarakana, hana nyumba, hajaambiwa aende kwenye eneo lipi, hajahamishwa, hajafanya, analipwa fidia, anaambia tunakulipa maendelezo, ardhi sio ya kwako. Wakati ardhi hizi tulinyang'anywa na wakoloni wameondoka, tumekuja kuanzisha hifadhi baadaye. Mwenyekiti, naomba sana watu wa wizara, namalizia. Tafadhalini, mimi nikiwa mbunge wa watu wa Meru, naomba niseme hapa wazi kabisa, tena mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Moja ya nguzo wa CCM mwenyekiti, nasema nitasema ukweli daima, fitina kwangu mwiko. Naomba niwaambieni ukweli. Hakuna mwananchi wa pale Ngari na Nyuki as long as mimi ni mbunge wao atakayeondolewa kwa fidia ya hovyo namna hii. Hakuna. Hatukatai maendeleo ya uhifadhi, hatukatai. Lakini let's do it with dignity. Asante sana. Mwenyekiti, kwa kumalizia, TPP na AFCON, tafadhali sana wizara, maoni ya kamati yazingatiwe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, asante.